Yesu Kristo asifiwe. Karibu katika shuhuda za kweli. Na leo tunaendelea na ushuhuda wa 4 wa Moses Lushiko. Ni mimi msimuliaji wako Veronica Moshi, na nikusii tuendelee kufuatilia shuhuda hizi kupitia channel ya Shuhuda Zetu, na Mungu atakubariki zaidi. Leo katika sehemu ya 4 ya ushuhuda wetu, nilipokuwa na Bwana katika mbingu ya kwanza, alisema anataka kunipeleka kwenye mbingu ya pili, lakini alisema kiwango changu kilikuwa kidogo. Nilishangaa kwa sababu nimezaliwa mara ya pili kwa miaka 20 tayari, na bado nilitiwa moyo kumtafuta Mungu. Baadaye nilianza mfululizo wa maombi wa siku 3, na katika maombi haya ya siku 3 ndipo Bwana alinisafirisha katika mbingu ya pili. Tukazungumza juu ya kile nilichokiona huko. Leo imetokea nikiwa nyumbani mwa mwinjilisti Joseph, ambaye alikuwa shahidi wa haya yote. Ni mjumbe wa baraza la watumishi wanaoongoza huduma yetu, na tulikuwa katika siku 3 za maombi, lakini siku ya 4 nilihisi nguvu ambayo huwa nahisi wakati Mungu anapotaka kunitembelea. Nilisafirishwa hadi mbinguni. Tena nilijikuta katika mahakama ya nje kama mara ya mwisho. Tena nilioshwa na kuvikwa vazi jeupe. Walibadilisha sura yangu ya mwili na waliondoa asili ya Adamu. Nilipitia mlango mara 2, na Bwana Yesu Kristo alikuwa pale akinisubiri. Akasema, "Karibu mwana wa Adam, umepewa neema na umeonekana kuwa unastahili." Alisema, "Njoo kwa sababu umejiweka tayari." Bwana Yesu Kristo alinieleza kuwa ninapoabudu, kuomba na kusoma neno, roho yangu usafiri hapa patakatifu, na kilichotokea ni kwamba ufahamu wangu unapata nuru na kuangazwa. Yesu alisema haya yanatokea kila wakati unapofanya mazoea haya matakatifu katika mbingu ya kwanza. Kulikuwa na barabara ndefu katika almasi. Tukitembea kwenye barabara hiyo ndefu na Bwana hadi mwisho wa barabara hiyo. Tulipofika mwisho wa barabara, nikagundua kuwa barabara ilikuwa inabadilika. Haikuwa tambarare tena. Barabara ilikuwa kama kupanda juu. Baadaye niliona kwamba hatukuwa tukitembea tena, ilikuwa ni kama tuko kwenye lifti. Na wakati tunapanda, nikaona corridor ilikuwa mawinguni. Tulifuata barabara iliyopita kwenye corridor. Ni kama ukiwa kwenye corridor ya uwanja wa ndege. Tulikuwa katika handaki hilo la mawingu. Kisha kukatokea katika mbingu ya pili. Kisha nikaona barabara ndefu sana iliyotengenezwa kwa dhahabu na almasi. Bwana Yesu na mimi tulianza kutembea kwenye barabara hiyo. Mwishoni mwa barabara hiyo niliona hekalu kubwa sana hapa katika mbingu ya pili. Kisha Bwana Yesu Kristo akasema, "Mnachokiona ni hekalu la Mungu. Ndipo maombi yenu yote yanahifadhiwa. Unapoomba, unapofunga na kutenda mema, yanahifadhiwa na kurekodiwa humu ndani ya hekalu hili. Twende tuone jinsi ulivyo na jinsi ulivyo unawakilisha hapa mbinguni na uwekezaji wako." Na pale niliona rangi ambazo siwezi kuzieleza kwa lugha ya kibinadamu. Kwanza uwepo wa macho ulikuwa mweupe, ikimaanisha kung'aa kwa rangi nyeupe yenye kung'aa. Ulikuwa mzuri sana, hata ukifika huko utachukia kabisa kurudi duniani. Bwana Yesu Kristo akasema, "Unaporudi duniani, liambie kanisa, mtu yeyote asiyeomba aelewe kwamba hakuna kitu kilichohifadhiwa katika akaunti yake hapa, na hatakiwi kutarajia chochote." Hekalu lilikuwa kubwa sana. Kulikuwa na lango kuu la kuingilia lango kubwa. Tulipoingilia langoni ilikuwa ni ya kushangaza. Nilipigwa na butwana kustaajabu nilipoingia hekaluni. Niliona ilikuwa na madirisha mengi ndani. Kisha nikaona nyumba, vyumba, majengo. Niliona barabara. Kwa kweli ndani ya hekalu hili jiji kubwa na kuu sana limejengwa. Nilishangazwa na jiji hili lililojengwa ndani ya hekalu. Ndipo Bwana Yesu Kristo akaniambia, "Wewe pia unao nyumba katika mji kwa jina lako. Umeijenga kwa matendo yako na mali." Kuna matendo ambayo Wakristo huyafanya duniani. Kadri wanavyofanya zaidi, bidhaa hizi nyumba zao zinajengwa hapa.
Bwana Yesu alijua anwani ya nyumba yangu na akasema, twende kutembelea nyumba yako. Kisha tukaanza kutembelea barabarani. Tulikuwa tukibadilisha mitaa, hatimaye tukafika kwenye gorofa. Kwenye kizingiti cha lango la kiwanja hicho, jina liliandikwa. Bwana Yesu Kristo akaniuliza, unaona nini? Nikaona imeandikwa kwa Kiebrania Moses. Bwana akaniuliza, je, hii inakuambia kitu? Hili ni jina lako na hii ni nyumba yako. Mpendwa, nilipigwa na butwaa kugundua kuwa jina langu liko hapa mbinguni. Nilishangaa kujua kwamba licha ya kwamba ninaishi duniani, nilikuwa na gorofa, makao mbinguni. Bwana Yesu Kristo akasema, haya ni matokeo ya matendo yako mema na huduma yako. Kisha Bwana Yesu akasema, hebu tuingie ndani tuone una nini, mali na uwekezaji wako katika hesabu yako. Bwana Yesu Kristo akauliza, je, umewahi kusikia kuhusu akaunti ya benki ya mbinguni? Nikasema hapana. Alisema, njoo utaona akaunti yako ya benki mbinguni katika nyumba yako ambapo uliwekeza pesa zako. Ninataka kubainisha kwamba makao si yale yaliyoahidiwa na Bwana, ili ni jambo jingine. Tuliingia katika nyumba yangu pamoja na Bwana. Kulikuwa na malaika 4 ndani ya nyumba, kila mmoja alikuwa na kazi maalum ya kufanya. Kisha nikaona chombo kilikuwa ndefu sana na kulikuwa na shimo juu. Ilibidi nitumie ngazi kuangalia kilichomo ndani. Nilipopanda nikaona ndani ya kontena kuna mafuta ya kijani. Bwana akasema, kiwango cha upako ulicho nacho kinatoka hapa. Chombo hicho kilisimamiwa na malaika anayeshughulikia kiwango cha upako. Kisha nikaona sanduku kubwa la hazina lenye ukubwa wa gari. Mle ndani kulikuwa na vazi la kifahari na la gharama kubwa. Bwana akasema, haya ndiyo mazao yako ya kila ulipandalo duniani. Kulikuwa na malaika aliyeshughulikia nguo hizi zote. Kisha tukaingia jikoni. Na jiko hili lilikuwa mtindo wa majiko yanayofanana na majiko ya Kimarekani. Kisha kulikuwa na vyombo vya kila aina na vyakula vya kila aina, na nikasema kila aina ya chakula kilikuwepo hapa. Pia kulikuwa na malaika aliyesimamia mambo yote. Kisha Bwana Yesu Kristo akasema, hamtakosa chakula tena. Kisha tukahamia kwa malaika aliyekuwa akishughulika na pesa zangu. Alikuwa akisimamia kila aina ya noti za benki. Kisha Bwana Yesu akaanza kueleza akisema, kila unapompa mtu pesa hapa duniani, iwe ni sadaka, zawadi, mchango, hiyo pesa ilizidishwa hapa mara 100. Na huyo malaika unayemuona mwenye pesa anashughulika na kusimamia akaunti yako ya benki. Kumbuka Biblia inazungumza kuhusu mara 100. Ukitoa 1 duniani, inazidishwa mara 100 hapa. Kuhusu chombo chenye mafuta, Yesu alisema, haya ni mafuta. Bwana akasema, unapoweka mkono wako juu ya wagonjwa, unapowaombea watu, unapohudumu, mafuta kwenye chombo chako yanaongezeka. Kadri unapokuwa na mafuta mengi kwenye chombo hiki, ndivyo upako unaongezeka. Kadri unavyomtumikia Mungu duniani, ndivyo upako wako unaongezeka. Kisha Bwana Yesu Kristo akatoa mfano akisema, unaposhambuliwa na mchawi, pepo au shetani na ufalme wake, ni upako wa hapa katika mbingu ya pili ndio unaingilia kati badala yako, kwani Biblia inasema ni upako unaovunja nira. Bwana akasema, wakati vita au mashambulizi yanapofanywa dhidi yako, ni upako huu au mafuta katika mbingu ya pili ambao hujipanga dhidi ya mashambulizi bila wewe mwenyewe kujua na kuingilia kati, na adui yako ushindwa bila wewe mwenyewe kujua. Hii inapotokea, kiwango cha mafuta kwenye chombo hupungua. Ili kujaza tena chombo, inabidi utoe zaidi. Bwana Yesu Kristo akasema, watu wengine wanahisi uchovu wa vita kwa sababu hawana upako. Kadri unavyotumikia kidogo, ndivyo upako wako unavyopungua. Bwana akasema, kitembea kilomita 1 duniani kwa ajili ya uinjilisti, mamlaka yako ya eneo na upako uongezeka mara 100 zaidi. Upako wako na kikomo vimepanuliwa. Upako wako utafunika eneo kubwa la kijiografia kwa sababu unatembea kwa ajili ya Bwana.
Isaya 6 mstari wa 8 inasema, tena nikasikia sauti ya Bwana ikisema, nimtume nani na ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo nikasema, mimi hapa, nitume mimi. Isaya alijitolea kwenda kuhubiri neno la Mungu. Ukitembea mita 10 duniani kwa ajili ya Injili, utapewa eneo la mita 1000 kutekeleza mamlaka yako. Kwa hiyo upako wako umepanuliwa na mamlaka yako atafunika eneo hilo. Malaika wako atapewa uwezo wa kushughulika na eneo kubwa la kijiografia. Tuseme uko Amerika, unaomba au kuhubiri kwa simu au TV kwa Afrika. Malaika wako atafunika eneo hilo la kijiografia, na hii itakupa mamlaka na utawala wa kitaifa na kati ya mabara. Ina maana kwamba uinjilisti umeongeza upako wako na utawala wa kimaeneo. Hii ina maana kwamba uinjilisti umeongeza upako wako na utawala wa kimaeneo, na utawala wako umekuwa mkubwa. Bwana Yesu Kristo akasema, Wakristo ambao hawahubiri hawana ushawishi wa kimaeneo na mamlaka katika mipaka yao. Imeandikwa kwamba wale wanaofundisha haki watang'aa kama nyota. Kuhusu uinjilisti, Yesu alisema, unapoabudu, kuomba na kusoma neno, roho yako inakuja hapa kwenye hekalu katika mbingu ya pili. Katika mahakama ya nje unaoshwa na kutakaswa kutoka katika tabia ya Adam. Katika mahali patakatifu ufahamu wako unaangazwa. Katika mbingu ya pili roho yako inasafiri ili kupata mali yako. Uwekezaji wako unaongezeka duniani mara 100 zaidi unapotoa. Biblia inasema katika Malaki 3:10, leteni zaka zote ghalani ili zitosheke chakula katika hekalu langu. Malaki 3:10 inasema, leteni zaka ghalani ili zitoshe chakula katika hekalu langu. Mkifanya hivyo, asema Bwana wa majeshi, nitawafungulia madirisha ya mbinguni, nitawamiminia baraka kubwa hata mtakuwa na nafasi ya kuipokea. Jaribuni mtihani. Katika mstari huu Mungu anarejelea madirisha ya hekalu la mbinguni katika mbingu ya pili, ambapo maombi yetu na matendo yetu mema na mali zetu na wekezaji wetu na hifadhi yao. Kwa hiyo unapoabudu, kuomba, kusikia neno, roho yako inakuwa hapa na kupata kile kilicho chako kulingana na wekezaji wako, mali yako katika mbingu ya pili. Roho yako inakuja kudai na kumiliki bure kile kilicho chako katika mbingu ya pili. Chochote unachokipanda duniani kitazidishwa mara 100 hapa mbingu ya pili, iwe ni fedha, nguo au chakula. Hapa leo ndio mwisho wa sehemu hii ya 4, na nikusihi tu endelee kufuatilia uone nini kinaendelea katika sehemu ya 5. Endelea kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ya Shuhuda za Kweli, na Mungu ataendelea kukubariki kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Ubarikiwe.